kwa siku aliyetuumba amekupa mapigo 70 mpaka 75 kwa dakika. Kwa hiyo kwa siku nzima mapigo yako ya moyo yako karibu 110,000 hivi, 120,000 ukiwa na umri wa miaka hiyo 60 hapo. Kwa katika kipindi chako cha maisha, Mungu akikupa uhai wa kuishi miaka 60, utakuwa na mapigo ya moyo bilioni 2.3. Ukiwa na umri wa miaka 70, utakuwa na mapigo ya moyo bilioni 2.7. Sasa haya kwa nini naanza nayo? Hivi vitu haviwezi kutokea kwa bahati. Lazima kuna mtu kaumba, lazima kaweka utaratibu, kwa sababu yakipungua kuna changamoto, yakizidi sana kuna changamoto kwa kila kiumbe. Upande wa haja ndogo, kwa siku unatakiwa upate haja ndogo kati ya mililita 800 mpaka lita 2. Nini Dr. Samani Professor? Mililita? Haja ndogo upate mililita 800 mpaka lita 2. Lita 2 hizi kama za maji? Kama za maji. Ndio uende haja masaa 24. Hapana. Naomba nirudie tena. Naam, please. Figo zetu zinatengeneza haja ndogo ambayo inatoka nje ya mwili. Naam. Kati ya mililita 800 mpaka 2000. Yaani ukienda haja ndogo, ningekuwa na hesabu nikikusanya kwenye chupa itafika kati ya hapo mililita 800 mpaka 2000 mpaka lita 2. Hili kwa nini nalisema? Nalisemea hili kwa sababu nitawapa ushauri kule mwishoni, ni lazima tunywe maji. Kwa sababu ukinywa maji machache na haja ndogo itatoka chache. Sasa haja ndogo sio maji tu, yanatoka na sumu na uchafu na kila kitu. Ndio maana pale Muhimbili kila siku ya Mungu kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 2 ya usiku, wale ambao haja ndogo haitoki tunasafisha figo, dialysis. Kwa nalirudia tena hili uone mipango ya huyo aliyetuumba ikoje. Kwenye hili bado mawili nitawatajia. Unatakiwa uwe na sukari, nikichukua sukari hapa mara moja hapo, iwe kati ya 4 mpaka 5.5. Ikienda chini ni tatizo, kwa sababu utapata upungufu wa sukari, hypoglycemia kwa kitaalamu. Ikipanda juu sana utapata tatizo la sukari, hyperglycemia, na tunaona watu wanazimia hospitali, tunaona mabarabarani wanazimia kwa sukari kuwa nyingi sana. Nalizungumzia tena hili ujue kwamba Muumba wetu kila kitu kakiweka kwa utaratibu. Na ndio maana baadhi yetu, sio kwamba tulikuwa hatuna imani ya dini, lakini baada ya kuingia kusoma udaktari, imani yako ya dini inapanda. Sasa nilimalizie la mwisho kuhusu kupumua, ambapo kila siku wewe umekaa hapo unapumua, una hata habari. Hapo ulipokaa unapumua mara 16 kwa dakika. Kila dakika? Kila dakika unapumua mara 16. Kwa hiyo ukihesabu kwa lisaa zima, ukija kuhesabu kwa uhai wako, utapumua mara milioni 500.5. Sallu ala nabi. Kwa hivi ni vitu ni muhimu sana ndugu zangu Waislamu, kwa sababu hivyo ndio vitu vya kawaida kwako na mimi vinachotufanya kuambia huyu mgonjwa, huyu mzima, kwa sababu chochote kitachotoka nje ya huo mstari, wewe afya yako inakuwa sio sawa sawa. Sasa Sheikh Abbas hapa amewatajia magonjwa sio kuambukiza. Sasa mimi naomba niwape listi kamili, lakini leo tutachagua machache kwa sababu ya muda. Kwa hiyo mnaposikia kwamba huu sio ugonjwa wa kuambukiza,
tunazungumzia magonjwa ya moyo ambayo leo duniani yanaua kila mwaka watu milioni 18. Tunazungumzia pressure kuwa juu, shinikizo la damu, kila mwaka linaua watu milioni 9.4. Sasa hapo mlipokaa Waislamu wenzangu, wewe kuanzia kule mstari mpaka huku mwisho, kwa wanaume huku hesabu tu, kila mtu wa 4 kuna mmoja wenu ana pressure na subhanallah, bila kuwa na wasiwasi. Labda robo ya watu mlokuwemo humu ndani mna tatizo la pressure. Sasa Waislamu kule wanafurahi. Iko hivi kuhusu pressure. Kuna wale wanao pressure wanaijua, kuna wale wanao pressure hawaijui, kwa sababu hatuna desturi ya kwenda kupima afya zetu. Sasa kuna wale ambao wana pressure wanatumia dawa, lakini leo katumia, kesho kaacha, kesho katumia na grupu moja dogo tu ambao linatumia dawa na wako sawa sawa. Sasa Shehbasi, kosa kubwa ambalo ndugu zangu Waislamu na wagonjwa kwa ujumla wanafanya, wanasema mimi nikiwa na pressure bwana naijua. Namuuliza mgonjwa, unajuaje? Anasema unajua, nikiwa na pressure Dr. Janabi kichwa huwa kinaniuma. Namwambia mimi nikiwa sina hela kichwa kinaniuma. Takbir. Wapenzi wa Yanga siku wakifungwa na Simba kichwa kinauma. Maana yake hiyo sio dalili ya kwamba ukiwa na UTI kichwa kitauma, ukiwa na malaria kichwa kitauma. Na waeleza hili ndugu zangu, usitegemee kusubiri kichwa kiume ndio useme kwamba mimi pressure iko juu. Na bahati mbaya kubwa, wale wengine wanaotumia wanasema mimi siwezi kutumia dawa kwa sababu nguvu za kiume zitaisha. Sasa ndugu zangu, ukipata kiharusi nguvu za kiume zitakuwepo? Hakuna. Unamwona mtu anakuwa ameparalyze nusu. Naam. Kwa hiyo hata huko sehemu ya siri nusu yake itakuwa imepoza. Mwenyezi Mungu atuhifadhi jamani. Tuinue mikono juu, Mungu atuhifadhi na maradhi. Tunywe dawa. Ugonjwa wa tatu ambao sio wa kuambukiza ni kiharusi. Kila mwaka kiharusi kinaua watu milioni 6.5. Ugonjwa unaofuatia ni saratani. Saratani inaua watu milioni 9.6 kila mwaka. Sidhani kuna mmoja wetu hapa anaishi Dar es Salaam amewahi kupita Ocean Road hospitali akakuta hospitali haijajaa. Allahu akbar. Kwa hiyo haya sio kwamba tunasikiliza kwa wenzetu. Tafadhali wale ambao hawajawahi kufika Ocean Road wapite tu. Ugonjwa unaofuatia ni wa figo. Watu milioni 850 wameathirika na figo duniani. La ilaha illa Allah. Ugonjwa ambao umekuja wa kisasa kabisa siku hizi ambao ulikuwepo zamani lakini umezidi ni afya ya akili, mental health. Unaua watu milioni 1. Ugonjwa wa akili? Ugonjwa wa akili. Mimi na uhakika humu ndani hamna mtu asiyemfahamu au aliyewahi kusikia kuna mtu kajinyonga. Ndio. Huwezi kujinyonga kama akili yako iko sawa sawa. Umepata msongo wa mawazo, unaona maisha haya hamna jinsi ya kutoka, imani inapotea. Hiyo ni afya ya akili ambayo haiko sawa sawa. Na kuna ugonjwa unaitwa afya ya akili. Yes. Hilo wamebadilisha siku hizi. Zamani Shehbasi tulipokuwa wadogo tulikuwa tunaita kichaa. Ndio. Hilo neno tumeliondoa siku hizi kwa sababu kwamba huyu afya yake ya akili haiko sawa sawa. Okay. Watu milioni 1. Kuna watu karibu milioni 2.5 wanafariki kila mwaka kwa sababu ya matatizo ya njia ya chakula. Sasa njia ya chakula ndugu zangu inaanzia kwenye mdomo mpaka njia ya haja kubwa. Kwa sehemu yoyote katika hizo ikipata athari,
mwisho wake kama ukutafuta tiba unakuwa sio mzuri. Ugonjwa unaofuatia katika sio kuambukiza ni ugonjwa wa ini, na wenyewe sasa hivi unatusumbua sana. Hata pale Muhimbili tumeshaanza utaratibu wa kuanza kufikiria tutapandikiza figo namna gani, kwa sababu sasa hivi bado tunapandikiza nje ya nchi, lakini mwaka huu inshallah, Mungu akipenda, tutaanza kupandikiza figo. Mungu atakuwezesheni Profesa, inshallah. Ugonjwa ajali za barabarani sasa hivi duniani, kila mwaka watu 1.3 wanapoteza maisha na karibu 50 wanapata ukilema wa kudumu, na sababu kubwa wote tunafahamu. Ukichukua kwenye hospitali yetu ya Moi pale Muhimbili, umri ni kati ya miaka 19 na 29. Hawa ndo wamejaa pale wodini. Sasa hafati sheria za barabara, anaendesha chombo cha moto huku amekunywa pombe, amepata leseni bila mafunzo sahihi. Hayo yote ukiyachanganya, na ndugu zangu Waislamu, naomba mfike tu pale Muhimbili. Kijana mdogo kabisa miaka 20, lakini ndo maisha sasa yameshafika mwisho pale. Kavunja mgongo ambao hauwezi kutembea tena. Sasa toko alikokuwa anafanya haraka hatoweza kufika tena. Na la mwisho nimeweka magonjwa 10 yanatosha, ni uvutaji wa sigara. Baadhi yetu hapa, ndugu zangu Waislamu, yaani sio kwamba mnasubiri jioni ili uchukue tende, mnasubiri jioni ili uvute sigara. Wapo wao Profesa, wanakata vichochoroni, naona wanakana. Sasa athari yake iko hivi: duniani kwa sasa watu milioni 7 wanafariki kwa tatizo la sigara, whether itampa saratani au itampa ugonjwa mwingine huko kama pumu unaitwa COPD. Lakini sasa basi kitu ambacho hatari zaidi, basi ukivuta sigara, mimi naitwa second hand smoker, yani moshi wako unaingia kwangu. Kwa hiyo hata kukaa karibu ya mtu anayevuta sigara ni hatari, kwa sababu watu milioni 1.2 duniani wanafariki kama secondary smokers. Yeye hajawahi kugusa sigara, kwa kuvuta ule moshi tu, kwa kuvuta tu ule moshi. Wewe unavuta sigara, yeye kama kavuta 5, ujue wewe umevuta 1. Yeye kavuta 10, wewe umevuta 2. Allahu akbar. Kwa ndugu zangu, mimi naomba mchukue nafasi hii ya Ramadhani, kama umeweza kutovuta mchana kutwa, katika dua zako muombe Mungu uache kuvuta kabisa. Kwa hiyo Profesa, sorry na interfere lecture kidogo, lakini kwa ajili ya kutia uzito hili jambo, majumbani unawashauri nini Profesa? Kuna wazee wanapiga mapensi, anapiga sigara kama pakti nzima, kumbe anajua pale. Basi mimi ushauri wangu mkubwa, kama unavuta sigara na una watoto, mke ambao unawapenda, mimi ushauri wangu kavutie nje, kama ni lazima uvute sigara, sio mule ndani, kwa sababu unawaathiri na wale ambao hawavuti wote. Nazungumzia wewe, tizama tu kwenye simu yako, baadaye watu milioni 1.2 wanapoteza maisha kwa sababu ya wewe mtu mwingine unavuta sigara, na mimi inani affect. Wanaitwa secondary smokers. Secondary smokers. Na ubaya wa sigara, ndugu zangu, ina nicotine mle ndani. Sasa nicotine haina tofauti yake uteja wake na bangi na heroin, kwa sababu center yake ni moja tu, inaitwa dopamine center. Na nafikiri ni kitu cha kukiangalia, ni kitu ambacho tunaweza kuepuka. Huwezi kuacha siku moja, lakini ungeweza kufanya utaratibu iweze kuwa na mama pale nyumbani unanisikiliza. Ukiona mzee ana paketi 10 pale, zihamishe. Kwa sababu akitafuta usiku wa kuzipata, basi atakulani kidogo, lakini mpaka asubuhi atakuwa hajavuta. Sallu ala nabi.